hawezi inaashiria waamuzi wetu wana uwezo mdogo au waamuzi huwa wana upendeleo katika maamuzi yao pale ambapo wanachezesha mechi. Kwa sababu ukifuatilia sisi kweli sio taifa la kwanza kutumia waamuzi wa nje kwenye michezo mikubwa. Misri washawahi kufanya hivyo, lakini hata wenzetu wa Uturuki kwenye dabi yao ya Fenerbahce pamoja na Galatasaray mwaka huu ndo imekuwa kwa mara ya kwanza na wao wametumia referee wa Slovenia. Lakini ukifuatilia sababu zao ni kwamba kwanza marefarii wamekuwa wakilalamikiwa sana namna ambavyo wanachezesha zile mechi zimekuwa zikileta lawama kwa sababu wamekuwa wakifanya makosa, na pia namna yao ya uchezeshaji mara nyingi imekuwa chini ya kiwango. Kwa hiyo hata kwa kwetu sisi hapa inaashiria kwamba waamuzi wetu wengi wana uwezo mdogo. Kama utakumbuka ule mchezo wa kwanza ambao Simba alifungwa bao 1-0 dhidi ya Yanga, mechi aliyochezesha alikuwa ni Ramadhani Kayoko, na lawama zilikuwa nyingi. Upande wa Simba wanalalamika walinyimwa penalti 2, lakini upande wa Yanga na wao walikuwa wana malalamiko yao. Kwa hiyo utagundua kwamba kitendo cha kutafuta mwamuzi wa nje cha kwanza ni mwamuzi ambaye ana uwezo mkubwa kuliko waamuzi wa ndani. Kwa hiyo simply waamuzi wetu wa ndani wana uwezo mdogo. Lakini cha pili ni kuondoa zile bias au upendeleo, kwa sababu tunajua kwamba taifa letu limegawika katika pande mbili. Yani Watanzania wengi wako Simba, wengine wako Yanga. Kwa hiyo ili kuepusha mambo ya upendeleo na kuepusha lawama, ndio maana wameamua kufanya hivyo. Sawa. Upete. Mimi binafsi nimeshangaa kidogo kuona baadhi ya watu wanalalamika tena na vile maamuzi, kwa sababu kwanza sio mara ya mwanzo. Ama nianze huko. Iko lakini sawa. Fitness wa Egypt, okay? Kwanza mimi binafsi nimeshangaa sana kuona baadhi ya watu wanalalamika waamuzi hawakuja nchini kuchezesha mchezo huu. Ili hali sio tukio la kwanza kwenye ligi yetu, ni mara ya pili. Nakumbuka mchezo wa Simba na Azam, kuna mwamuzi mmoja Msudani alichezesha mchezo ule, na lakini mmoja shehe alikuwa ni wakati ambaye tunasema ndo head any heri, lakini mmoja no, yani kweli ukizungumza final decision inafanywa na huyu mtu wa katikati, hasa kwenye wakati huo ambao hakuna hata usaidizi wa VAR. Huyu mtu wa pembeni ni mara chache sana kuwa na influence ya moja kwa moja ya kuathiri maamuzi. Otherwise kama kuna matukio tata labda ya kona, labda ya goli la offside na vitu vingine vya namna hiyo, bado mwamuzi wa kata anabaki kuwa ndio mtu superior zaidi kwenye mchezo husika. Na sijashangaa hata kidogo, kwa sababu ni sisi wenyewe ndio ambao tumekuwa tukilalamikia maamuzi ya waamuzi wetu. Otherwise mimi sio mmoja waliolalamika, lakini nataka kufahamu kwamba dabi ni kivutio, Upete. Na tunakubaliana hivyo kwamba kuna watu wanatoka nchi mbalimbali kuja kutizama dabi. Na dabi pia ni maonyesho ya watu wetu, ya vitu vyetu, ya utamaduni wetu, lakini pia hata marefari wetu. Ina maana kweli hata ngoja labda niwaulize swali la msingi tu na jepesi sana. Ukitoa Rajiga, ni refa gani ambaye ungeambiwa sasa hivi achezesha dabi ya Kariakoo ungempanga bila hata wasiwasi kwa marefa wetu? Hakuna. Kefa Kayombo? Kwa nini wewe Kefa Kayombo? Tatu Malogo? Na yule nani? Joseph Smart? Joseph Smart, Tatu Malogo. Shomari Lawi. Kayoko ndio huyo. Na yule mwingine Mwinchui. Nasoro Mwinchui. Elisasi ndio huyo ambaye amefungiwa, si ndio? Kwa nini nimejaribu tu kusample baadhi ya marefa maarufu? Ni kwa sababu sisi wenyewe wa Tanzania ndio tumekuwa tukiongoza kwa lalamikia. Na ikiwa tunakubaliana kwamba ni wanalalamikiwa ama ni kuna vitendo vya sheria ambavyo vya udanganyifu vinafanyika kwa yote ni majibu. Juzi tu hapo Zanzibar tumetoka kuzungumza kwamba Yanga kanufaika na goal la offside, si ndio? Sasa tulitaka tena ije itokee kwenye mechi ya kuamua ubingwa ambayo tunaamini kwamba ni image ya mpira wetu. Na kusema hivi haina maana kwamba labda Amin hata kosea. Amin pamoja na wenzio wanaweza kukosea vile vile, lakini tunajaribu tu kutengeneza kwenye namna ambayo hakutakuwa na
bias ambayo ina muendelezo. Sijui unanifahamu. Yani ukiwa na Messi ndani akakosea, unafahamu kwamba mpira unataka hivyo. Lakini ukimweka bench Messi alafu waliopo akakosea, umeonaje si mpira? Sijui unanifahamu. Yani aheri uwe na full mkoko ufungwe kuliko uwe na nusu alafu mkoko wako umeuacha nje. Watu tutasema kwamba ulikuwa na makusudi. Kwangu kama waamuzi wa Tanzania ambao tumekuwa tukiwalalamikia throughout the season, waamuzi ambao wanakosea mechi dhidi ya Singida, waamuzi ambao wanakosea mechi dhidi ya Dodoma Jiji, waamuzi ambao wanakosea mechi dhidi ya Kagera Sugar, waamuzi ambao wanakosea mechi dhidi ya Mashujaa. Hapo tunarudi, tunaenda kwenye dunia mpenye bata na raha. Hii ni Bongo FM, bao la asubuhi on air. Tunaenda kwenye kampa tena. Shangwe na nyingi fursa, tucheze na tuungane. Karibu kwenye dunia mpya, tufurahie nyakati bora, tupate shangwe na nyingi fursa, tucheze na tuungane. Karibu kwenye dunia mpya, pita ndani ufaidi. 90.0 Dar es Salaam, burudani ilipoweka makao. Yes, ni dunia mpya yenye bata na raha, na ni muda wa kampa tena. Sasa kabla jaingia kwenye kampa tena, Mshua yuko hapa, na yupo hapa mwakilishi kutoka kwa Mshua. Karibu. Kuhakikisha ya kwamba watu wanapata pesa yao, ni kwamba sasa hivi tunakwenda kutoa washindi ambao kila siku tulishawaambia. Uteuzi ambao umefanywa, binafsi sina mashaka hata kidogo na maamuzi huyu. Watu wanaweza kuquestion kwamba kwa nini waamuzi hawa hawaaminiki kwenye nchi yao mpaka wanakuja nchini Tanzania. Guys, usimamizi ama uchezeshaji wa ligi ya Misri ni tofauti na hapa kwetu. Yaani ukizungumza Ahli na Zamalek, influence yao ni kubwa mpaka kwenye maisha ya kawaida ya kila siku, tofauti na hapa kwetu ambapo mashabiki wanaweza kwenda uwanjani, timu moja ikafungwa alafu akala selfie na maisha yakaendelea vile vile. Kule ni tofauti kidogo. Ndio maana huwa wana protect hizo unnecessary bias na baadhi ya matukio ambayo yanaweza kujitokeza ziada ya nje ya kiwanja. Kwa hiyo uteuzi wa muamuzi huyu kwangu ni muamuzi bora, kwa sababu hainichukui dakika nyingi. Muamuzi ambaye anachezesha nusu finali ya AFCON, muamuzi ambaye ameshachezesha mechi 17 tofauti za timu za klabu chini ya CAF, muamuzi ambaye amechezesha mechi 6 za mataifa, muamuzi mwenye beji ya FIFA tangu mwaka 2017. Siamini kama ataweza kaingia kwenye trend yoyote ya unnecessary. Na wengi watakumbuka namna alivyochezesha mchezo wa Yanga na Mamelodi wa 0-0 hapa jijini Dar es Salaam. Watakumbuka namna alivyochezesha mchezo wa Simba na Horoya ambao Simba alipoteza bao 1-0 kule Guinea. Wengi watakumbuka pia performance alivyotarajiwa pia kuchukua ile nafasi alivyotarajiwa kuchukua nafasi ya kuchezesha nusu finali ya Stellenbosch dhidi ya Simba kule South Africa kabla ya Mohamed Maruf kupewa ile match kwa sababu huyo alipata majeraha ya enka. Na wengi watakumbuka hata kwenye AFCON alituchezesha timu ya taifa ya Tanzania 0-0 dhidi ya DR Congo. Kwa hiyo kwa muendelezo wa siku za hivi karibuni na performance yake, hakuna nafasi ya kuweza question. Mimi nilidhani kama tunajadili kuhusiana na waamuzi, tungejikita kwenye hilo eneo la kuangalia performance yake kuliko kutazama wapi alipotoka, kwa sababu waamuzi wetu ni sisi ambao tumekuwa tukiwalalamikia kila siku. Hiyo moja. Lakini cha pili, hata ukija kufanya
reference ya hata ukija kufanya ile reference ya kanuni, hakuna kanuni inayozuia muamuzi kutoka nje kuchezesha. Wala hakuna kanuni inayoruhusu muamuzi wa nje kuja kuchezesha. Kwa hiyo kitaalam kuna loophole ya kikanuni, kuna uwazi wa kikanuni ambao, na kanuni siku zote haifanyi kazi mpaka either izuie ama iseme. Kama haijasema, maana yake hilo jambo linaweza likatumika kwa namna yoyote kwa busara tu kulingana na matakwa na mahitaji ya mechi husika. Leo hii kuna muamuzi mzuri tu kama Sadim Rope, amekuwa akichezesha vizuri mechi zake msimu, lakini hata ukumbuke hata huyu Shomari Lawi, huyu akichezesha mechi za timu ndogo anachezesha vizuri tu. Mimi nilikuwepo pale JKT dhidi ya Fountain Gate, alichezesha vizuri kabisa. Ilivyokuja tu mechi ya Simba akarudi kule ambako tumekuwa tukilaumiana. Sasa ukiona muamuzi kuna siku anakuwa uyoga, kuna siku anakuwa mboga, anakuwa sumu, hiyo uwezo ka guarantee kwa mechi ya maamuzi ya namna hii watu watashindwa kutoka pale uwanjani, ile kombe wasije wakalibomoa kabla halijakabidhiwa kwa mtu. Kwa hiyo kwangu niwapongeza sana bodi ya ligi pamoja na TFF na kamati ya waamuzi. Hao waamuzi wa hapa nchini wasichukue kwa chuki hiki kitu, wachukue tu kama shule nyingine, kama ambavyo amekuwa kija hapa Ibrahim Mutaz na TFF pia na bodi ya ligi. Niwapongeze pia kwa sababu kwa wakati ule kuwepo wasingeweza kumpata Ibrahim Mutaz, wasingeweza kumpata labda Mustafa Gobal, wasingeweza kuwapata kina Issa Sey kwa sababu hapo kwenye ile michuano ya Club World Cup. Ukizungumza kwenye FIFA Provisional Squad iliyotolewa ya waamuzi wakati huyo alikuwa miongoni mwa waamuzi ambao walitakiwa kwamba ikitokea in case kuna uhitaji wa ziada huyu basi ataitwa. Kwa hiyo sijaona tatizo yeye kuweza kujumuisha. Sawa, hapo shikilia tumsikilize Karim Boimanda Fucheo. Utarudi hapa. Karim Boimanda, maamuzi haya kwako umeyapokeaje na taarifa hizi wewe binafsi kwenye mchezo huu ambao pengine ni mchezo ambao unaenda kuamua bingwa? Mimi nimeyapokea vizuri, na ila sema kitu kilichonishtua ni baadhi ya watu ambao wamekuja na hoja tofauti wakionyesha kushtushwa labda na kile ambacho kinaendelea. Hivi kuna mtu ambaye kweli amepokea hizi taarifa kwa namna kwamba kuna mahali kumekosewa? Yes. Tena wapo wakubwa kabisa. Wapo wengi. Watu wakubwa kabisa. Walitakaachezeshe na nili. Sasa hapa mimi ndo nikaja na jibu la kwamba ni ukweli kwamba hizi Simba na Yanga zikiguswa kwa namna tofauti, yani influence yake ni kubwa sana. Kama mwamuzi ameshawahi kuchezesha, mwamuzi wakati kutoka nje amewahi kuchezesha Tanzania, hakuna mtu ambaye alilalamika wala hakuna mtu ambaye alioji. Lakini sasa hivi anatoka mwamuzi kutoka nje anakuja kuchezesha, watu ndo wanakuja kuona kwamba kuna uvunjwaji wa sheria unaweza ukatokea. Yani wanakuja na hoja tofauti. Mwingine anasema labda mtu anaweza akaingia uwanjani mechi ikachezwa afu baadaye akakata rufaa kwamba waamuzi ambao walichezesha hawakuwa sahihi, sijui nini. Watu wamekuja na hizo hoja. Tena wanaoandika mitandaoni ni baadhi ya watu ambao wamehudumia mpira kwenye vilabu hivi vya Simba na Yanga. Kwa hiyo nakuja kuamini ya kwamba kweli hizi Simba na Yanga kuna namna tunatafuta upendeleo sana wa kuzibeba. Yani jambo likifanyika kwa hizi timu nyingine, kama tayari mwamuzi amewahi chezesha mchezo na Azam, leo anataka kiko kuchezesha mchezo na Simba, watu wanakuja kuhoji. Ulikuwa wapi kuhoji wakati kama unataka kuzungumzia mpira wa Tanzania? Ulikuwa wapi kuhoji wakati kuna mwamuzi mwingine alichezesha kwenye hizi mechi nyingine ambazo zilikuwepo? Na nadhani pia inawezekana ikawa mwanzo wa kutengeneza waamuzi bora, kwamba mwamuzi akapata wivu. Mimi Kayoko nipo ndani, anatoka mwamuzi anakuja nje, anakuja kuchezesha ndani na amechezesha vizuri, wa Simba na Yanga wote wakaridhika, mashabiki wakaridhika na uchezeshaji wake. Hakuna shida yoyote. Mimi nashindwa wapi kuweza kufanya hiki ambacho anafanya mtu mwingine? Kwa hiyo inawezekana ikawa sawa watu wameshtushwa, lakini mimi nahoji, mlikuwa wapi kuhoji wakati waamuzi wengine wanachezeshwa kwenye hizi mechi nyingine za kawaida? Hapo ndipo swali langu linapokuja. Lakini kwa hiki ambacho wamekifanya bodi ya ligi na imani wamekaa na Simba na Yanga, kwa sababu huwa kuna vikao kabla ambavyo vinakaliwa, na pia hata leo pia kutakuwepo na kikao pia ambacho kitakaliwa kati ya Simba na Yanga, pamoja na watu watakuja kujua kila kitu ambacho kinaendelea, na final itakwenda kufanyika leo. Kwa hiyo kama watakubali na wataridhia, na nadhani tayari wameshakubali na wameridhia, na ndio maana bodi ya ligi wamekuja wametangaza, na hujaona hizi vilabu vyote viwili vikilalamika kwamba hiki na hiki au vile na vile. Watasema basi inawezekana wasiseme, lakini kikao cha mwisho cha leo ndo kitaamua, kwa sababu huwa wanatoa taarifa kwamba mwamuzi ni fulani na fulani. Kwa hiyo kama mtakuwa hamna
uaminifu na waamuzi watajitokeza. Na mara kadhaa sana nimekuepo nasikia watu huwa wakitoka waamuzi, watu huwa wanalalamika wa Simba na Yanga. Wakitangazwa tu muda huo watalalamika. Lakini sasa hivi mimi mpaka hivi sasa sijamsikia mtu yoyote akilalamikia waamuzi. Kwa hiyo mimi ninaamini maamuzi ni mazuri, na kupata muamuzi kutoka nje walau itapunguza zile kelele za kwamba muamuzi huyu amefanya hiki, huyu ni shabiki wa timu fulani. Walau hiyo itapunguza. Kama itatokea basi ni kosa la kibinadamu ambalo siku zote tumezoea kuona hata kwenye michuano ya kimataifa yanakosea makosa kama hayo, na kwa waamuzi kama hao ambao Pete ametoka kuzungumza profile zao ni waamuzi wazuri, na binafsi tumewashuhudia pia baadhi ya michezo ambao wamechezesha wapo fresh. Mimi naamini itakuwa bonge la dabi, kwa sababu itakuwa tunaenda kupata kitu kipya ambacho kinatoka nje na tulikuwa tunakitamani kukiona, na baadhi ya watu waliwahi kukisema. Na kitu kilichonishtua, kuna moja wa watu wakubwa kabisa, watu wa mpira wakubwa, alikuwa anazungumza mara nyingi sana, natamani siku moja dabi ichezwe na watu kutoka nje. Ila jana imetoka, yeye akaanza kuandika taarifa ya kushtushwa. Kwa hiyo inatokea ikanishtua na mimi. Unajua ni wale watu ambao wanakuwa na taarifa nyingi, anakuwa anajua kinachoendelea. Sasa ikitokea taarifa yeye hajui chochote, imekuja ghafla, ndo anaanza hayo maneno ya kwamba wameshtushwa na nini. Lakini taarifa za ndani au unaambiwa wafanye hichi. Sasa mimi nataka tubaki kwenye mada na nachotaka kuzungumza sasa hivi waamuzi hawa sasa ambao wamekuja kuchezesha mmoja tukianza na mwamuzi wakati wa mchezo huo. Nafasi yake kwenye dabi hii inaweza ikawa na asilimia kubwa za mazuri kwenye mchezo huu. Kuniambia kuhusu Amin Mohamed Omar, mwamuzi mzaliwa wa mwaka 1985 pale Mohandesin Cairo. Ana taaluma ya sheria, lakini sio tu kwa ana taaluma ya sheria, ni miongoni mwa waamuzi ambao elimu yao ipo kwenye maeneo tofauti. Ana pia amesoma ukocha, kwa hiyo ni mtu wa mpira haswa. Lakini pia ni mwamuzi ambaye sasa hivi ninavyozungumza na wewe nilikuwa napata taarifa kwamba anaendelea na masomo yake ya masters. Kwa hiyo inawezekana ni miongoni mwa waamuzi ambao by profile ya kielimu pia na kiuchumi anajiweza sana. Lakini pia kitu kingine cha kufahamu kuhusu yeye, ni mwamuzi mpole sana, lakini haogopi kufanya maamuzi magumu. Na wakati taarifa tu imetoka, nilikuwa na teta na mchezaji mmoja wa El Masry, akawa ananiambia huyo mwamuzi anakuja kuchezesha huko. Akamwambia wana shughuli ambao wanapenda kujilaza. Sasa hana masiara, hana mchekea. Ni mwamuzi mpole sana, na tutazungumza na wewe pale panapotakiwa kuzungumza. Lakini kitakiwa swala la kutoa kadi, hana wasiwasi. Na ndio maana hata ukitazama records zake kwenye mechi 6 za timu za taifa, ametoa kadi za njano 13, ametoa penalti 3 na kadi nyekundu 3, na zote ni straight red cards. Lakini pia hata ukitazama kwenye mechi 17 za mwisho kwenye mashindano ya vilabu ambayo anasimamia na CAF, ametoa kadi za njano 36, lakini pia ametoa kadi nyekundu 4 na penalti 2. Kwa hiyo unaweza kaona si mwamuzi bahili hata kidogo pale inapotakiwa. Yes, na watu wengi kadi nyekundu ambao wataikumbuka kirahisi ni ile ya Grant Kekana, Afrika Kusini dhidi ya Nigeria kwenye nusu finali ya michuano ya AFCON. Ni mwamuzi fulani ambaye haogopi kufanya hivyo. Na kama unakumbuka pia wakati wa ufunguzi wa finali za AFCON pale nchini Cote d'Ivoire, yeye ndo alichezesha mchezo wa kwanza wa Cote d'Ivoire dhidi ya Guinea Bissau, ambao Cote d'Ivoire kama nakumbuka vyema alipasuka kwenye ule mchezo. Kwa hiyo ni mwamuzi fulani ambaye yupo fair sana, na unaweza kaona Cote d'Ivoire alipoteana nyumbani, lakini hakuwa na malalamiko ya mwamuzi, bali watu walienda kumfukuza moja kwa moja kocha wao aondoke kwa kile ambacho walidai ni kushindwa kuimanage timu. Kwa hiyo si mwamuzi rahisi hivyo, lakini ni mwamuzi mstaarabu sana ambaye naamini kwamba wachezaji wetu kama wataamua kustiki kucheza mpira watayafurahia sana maamuzi yake. Lakini wale ambao watakuwa na vidomodomo, wale ambao wanapenda kufanya matukio wakiamini wamefichama, wale ambao wanapenda kutumia busara badala ya miongozo na taratibu zile 17, wao ndio watakuwa matatizoni, kwa sababu ni mwamuzi ambaye amenyoka, lakini pia amekuwa akiaminiwa kwenye stages kubwa. Hata ile mechi ya Ahli na Zamalek amechezesha Oktoba mwaka jana tu kwenye mechi ile ya Super Cup, finali ya Super Cup. Kwa hiyo hakuna shaka kuhusiana na yeye, uzoefu wake, lakini pia ubora wake. Leo hii tunazungumza ana miaka 39, ameanza kuchezesha ligi kuu Misri iliporejea mwaka 2013 baada ya kuvunjika mwaka 2012. Ilivorudi yeye ndo alikuwa miongoni mwa wale waamuzi wa mwanzo kurejea na ligi ile, na mpaka hapo
hajakosekana tena kwenye msimu wote, wala hajawahi kuingia kwenye rekodi ya kufungiwa ama kukumbwa na kashfa yoyote. Kwa hiyo ni mwamuzi mwadilifu ambaye kama wachezaji wetu wataamua kuenjoy mpira watamfurahia sana, lakini nina mashaka na ule usela ambao wachezaji wetu sometimes huwa wanaufanya. Wala kina Nyamirafu hapa inaweza kuwa shughuli nzito. Wakicheza kama wanavyochezaga ataamua kama anavyoamuaga. Kuna ile mtu anacheza rafu alafu anamwambia refa ya kwanza hiyo. Yani kwamba ya kwanza haistahili kadi. Yani amhesabie. Refa ni hesabie kwamba ya kwanza anacheza, ya pili anacheza, ya tatu ndo anapewa kadi ya njano. Alafu akiendelea tena labda ndo atapewa ya pili ya njano inakuwa nyekundu. Kwa hiyo safari hii na by time hata dakika 80 hivi usimpe. Kwa hiyo yale mambo ya Kiswahili kubebana hayatokuwepo. Wachezaji na hata mabenchi ya ufundi yanatakiwa kukaa vizuri na wachezaji wao. Kuna refa moja shehe kuniambia leo kwamba utakutana mtaani. Sasa hapa lugha gonga na kingine kuhusiana na hii mimi natamani huu uwe mwanzo wa mechi hizi kuchezeshwa na marefari. Unatamani iwe hivi? Natamani iwe hivi kwa muda mrefu mpaka pale marefari wetu watakapojitambua na kuanza kutenda haki kwenye uchezeshaji wao. Mimi kinachoniuma ni hicho tu kwa waamuzi wetu. Yaani labda kwa sababu Arajiga nimeambiwa yuko masomoni kwa wakati labda atarudi labda Arajiga kwenye nafasi hiyo. Sasa mimi kinachoniuma ni kwamba yani ina maana kweli waamuzi wetu sasa ndio watakuwa waamuzi wa mechi hizi nyingine, waamuzi wa mechi zenye hadhi pengine kubwa ambazo labda unajua hadhi mojawapo ya sababu ya hadhi ni uwepo wa watu wengi kutoka mataifa mbalimbali, uwepo wa maskauti wengi, kwa sababu tunajua hata Aziziki ameonekana kwenye hii ligi, huyo Suleiman Mwalimu, maana walikuwa wanakuja wanatazama na kadhalika. Inatokea na viongozi pia wakubwa wanakuepo wa nyanja za juu CAF na kadhalika. Pale ndo jicho la kwamba huyu mwamuzi ametendea haki, ni best aongeze kozi, si ndio? Aongeze kozi, kesho tumuone kwenye ngazi tofauti. Ina maana huo ndo mwisho wao sasa. Kuna daraja fulani hivi tutakuwa tuna waamuzi wetu la hapa. Juzi nilikuwa naongea na mwandishi mmoja kwenye WAFCON. Tanzania tu ndo hatuna waamuzi. Ni jambo ambalo niliwaambia ni kama hatuko serious. Sasa unajua kwa na AFCON back to back kwa na WAFCON haitokei kwa bahati mbaya. Yaani kwa nini haitokei kwa bahati mbaya? Ni kwa sababu wanastahili. Binafsi sishangai na wala sijutii chochote kwenye hilo, kwa sababu tumeonesha kwamba hatuwezi. Sasa ukishaonesha hauwezi kwenye dunia hii ya kibepari, hakuna mwenye huruma na wewe. Just imagine rais wa CAF aje pale alafu muamuzi aamue kama wanapoamua siku hizi. Ningemtaja jina acha nimstiri, mwache jamaa wa KMC pale. Ukiamua kama vile au viongozi wakuu hapo jukwani, nini picha ya tafsiri ya dabi? Hakuna mtu ambaye atataka mchezaji kwenye ligi ambayo anafunga magoli 20, magoli 6 ni ya offside. Hakuna mtu atakayetaka hivyo. Hakuna mtu ambaye atamtaka mchezaji ambaye amefunga magoli 30, magoli 18 ni ya uongo. Yaani haiwezekani. Tuchague tu mpira. Mimi binafsi kama ukiniambia kuna jambo ambalo limenifurahisha ni uteuzi wa waamuzi kutoka nje, kwa sababu uamuzi wetu ndo sisi ambao tumekuwa tukiwalalamikia kila siku. Sasa kama hawezi kujifunza na kubadilika, bahati mbaya watu wengi wamekuwa kimbilia kusema kwamba kuna maelekezo, kuna maelekezo. Acha tuone na kama Amin Amora ataingia na maelekezo ili aharibu beji yake ya FIFA. Ukumbuke huyu ndio nimekwambia ni miongoni mwa waamuzi ambao wapo kwenye ile provisional squad ya FIFA, si ndio? Kwamba kija mashindano ya FIFA mwakani tu kuna World Cup. Na mwaka 2022 alikuwepo kwenye listi pia. Sijui unanifahamu ya World Cup. Sasa kwenye mazingira kama hayo, mwamuzi gani ambaye atataka kupoteza hicho kitu anachokipambania? Arajiga mwenyewe inawezekana ukiachana na masomo, inawezekana kama wangemwambia chezesha hii mechi, huenda angeikwepa. Huenda. Lakini yule ni mwamba. Unachosema na kuelewa, lakini huenda yule ana maamuzi. Sahihi, lakini unajua mimi nataka tuzungumze kidogo. Haikwepa. Tusubiri kidogo. Natamani kujua hivi changamoto ya waamuzi wetu ni nini? Yaani ni wenyewe kuwa na timu au wenyewe kukosa kufahamu vizuri taratibu? Yaani najiuliza changamoto iko wapi? Yaani sasa hapo unaona nataka nitemenyongo. Changamoto iko. Unajua kuna mchezaji mmoja ashai kuniuliza. Yaani natamani mtaje, lakini aliwahi kuniuliza mbona kama maamuzi na maamuzi yake binafsi ya kupeleka juu. Tema.
Unajua kama ingekuwa waamuzi wetu wanatofautiana makosa, ningekuwa ninaamini kwamba ni makosa tu ya mtu mmoja mmoja. Lakini ukiona 90% wanafanana makosa, kuna maeneo mengi ambayo yanatakiwa kufanywa reforms. Kuanzia kwa nao train mpaka wao wenyewe. Kwa mfano, mimi nilikuwa siku moja mechi ya Mashujaa na Azam kule Kigoma. Ni mechi ambayo haikuhitaji hata uwe na akili kujua kwamba kuna makosa ya wazi ya waamuzi. Na mimi wasizungumzie kabisa waamuzi. Ila leo naomba niliseme kwa sababu mmenitaka. Yalikuwa ni makosa ya dhahiri kabisa ambayo hayahitaji hata ujue sheria 17. Hata ukijua sheria 3 tu. Ukajua offside, ukajua ni mpira wa kurusha, ukajua foul, ulikuwa unajua kwamba hapa tayari mwamuzi anakosea. Lakini pia wakati mchezo ule unaendelea, ndio mchezo ambao nimeona kiongozi mmoja wa Azam akishuka akitaka kutoa timu uwanjani. Sio kiongozi kwenye ile hierarchy ya Azam, kwenye ule muundo wa utawala wa Azam, lakini ni mwandamizi sana pale na ana heshima kubwa sana. Alikasirishwa sana na kile kilichokuwa kinaendelea. Na waamuzi hawa kwa nini makosa yao yanafanana? Ndio maana nasema tunapaswa kuangalia hata kwenye mfumo wa ufundishaji pia, kwa sababu ukiuliza makosa ya waamuzi ya Tanzania, ya kwanza ni kuchagua faulo za kupuliza. Hiyo moja. La pili ni kuchagua upande wa kunufaika na offside. Yaani kuna wakati timu ya Nation ikishambulia ni sawa. Timu ya Upete ikishambuliwa hiyo offside inaonekana. Kwa Nation tunakuwa tumefumba macho. Lakini la tatu, positioning. Hasa wa pembeni. Badala ya kusimama na beki wa mwisho, kuna muda mwamuzi ndo anakuwa offside. Sasa ukisha kuwa offside wewe mwamuzi hutaona. Kuna wakati ambao mwamuzi anasimama na striker wa mwisho badala ya kusimama na beki wa mwisho. La 4, matumizi sahihi ya muda. Waamuzi wetu wengi wana stopwatch moja. Na hii kitu nadhani wanapaswa kuichukua kwa ukubwa wake. Waamuzi wetu wengi wana stopwatch moja. Na ndio maana hushangai kila mechi wao wanajiongezea dakika 3. Ikiwa Simba na Yanga wanaongozwa zitaongezwa 5 mpaka 7 8. Lakini ikiwa Simba na Yanga wanaongoza 1 na wanashambuliwa 2 3 mwisho ama 1. Sasa kwa nini hiyo huwa inatokea? Ni kwa sababu ana stopwatch moja. Hawatunzi muda. Maana ya stopwatch 2 ni kwamba mimi sinachezesha hii mechi, mkono wa kulia kila mpira ukisimama na mimi na stop. Ukiendeleza naendeleza. Hii nyingine inaendelea kucount bila kuguswa. Huku ikifika dakika 45, huku itasoma labda dakika 35. Naongeza ngapi? Sinaangalia tu hizi. Nachukua 45 kutoa 35. Naongeza 10. It's okay. Lakini waamuzi wetu wengi ana stopwatch moja. Hii mara sahau kusimamisha. Hii nani, kuna muda wachezaji wanaenda kumkumbusha. Afa anavyoonyesha kwa jeuri, unaweza kufikiri kweli kasimamisha. Akija kunyanyua kibao dakika 2. Yaani mpaka unajiuliza kwamba hivi alikuwa anatazama hapo tutaendelea. Sasa muda huu kwa sababu tumeletewa waamuzi wa kibingwa. Wasikilizaji wetu inabidi pia wapate kutoka India. Kutoka Egypt. Waamuzi. Anasema sasa